Bwana Yesu asifiwe, wapenzi watazamaji wa runinga ya Mizpa TV. Karibuni sana katika kipindi ambacho unakienzi cha Discipleship Class. Kipindi hiki huwa kinakujia katika runinga ya Mizpa na madhumuni ya kipindi hiki ni ya kuwa wewe ukaweza kupokea neno la Mungu at the comfort of your home. Na ninajua kwamba kuna wengi ambao wamezidi kubarikiwa na vipindi ambavyo vimekuwa vikiendelea katika runinga ya Mizpa TV, na mojawapo ya vipindi hivyo ni Discipleship Class ambayo imezidi kubariki watu wengi. Na ninajua kwamba unaweza pia kupokea mafundisho ya awali katika mitandao yote ya kijamii ya Mizpa TV Kenya. Pale katika YouTube unaweza kuenda na ukaweza kuandika Discipleship Class na utaweza kupokea vipindi ambavyo vimeweza kukua vikiendelea katika kipindi cha Discipleship Class. Na ninajua kwamba katika kipindi ambacho kiliweza kupita tulikuwa tunazungumzia kwamba the gospel will be preached in the whole world, ya kwamba injili itahubiriwa katika dunia nzima kabla ya ule mwisho ambao uliweza kutabiriwa ya kwamba utakuja, ya kwamba injili itaweza kuhubiriwa. Na tuko pamoja na mwalimu wetu Pastor Philip Mlingi ambaye ataweza kutupa mafundisho ya siku ya leo, na ninajua kwamba tutaendelea kuanzia pale ambapo tuliweza kuacha ili tukaweza kupokea neno la wakati ya siku ya leo. Pastor Philip, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Hakika Mungu amekuwa mwema na Mungu amekuwa mwaminifu, na tunashukuru kwa sababu kila wakati tunajifundisha mambo mema, mambo mazuri, na hata leo tuna nafasi nzuri sana ya kujifundisha neno la Mungu. Na mahali ulipo, kama una Biblia yako, unaweza fungua Biblia yako ili tukaweza kujifundisha pamoja. Kama una kitabu na kalamu, ni nafasi nzuri ya kuweza kuvitoa ili tukaweza kujifundisha pamoja. Glory be to the name of the Lord. Amen. Kwa hivyo hapa tunakuleta neno la Mungu moja kwa moja, neno ambalo litakujenga, neno ambalo litakusaidia kujua jinsi ya kuishi katika nyakati za mwisho, kwa sababu tumekuwa tukiongea kuhusu ishara za nyakati za mwisho, signs of the end times. Na kweli kabisa maandiko yanatuonyesha kwamba tuko katika nyakati za mwisho. Na tumekuwa tukisoma kitabu cha Matthew 24 from verse number 3 all the way to verse number 14, na hicho kifungu kimebeba ishara nyingi ambazo Yesu alisema ni ishara za nyakati za mwisho. Watu ambao wamekuwa wakijiuliza, je, tuko katika nyakati za mwisho? Ndio, we are in the end times, and here we see the signs. Tunaona ishara za nyakati za mwisho. Kwa hivyo wacha nikaribisha mtumishi akaweze kutusomea Matthew 24 from verse number 3 all the way to verse number 14. Karibu sana. Maandiko yanasema katika kitabu cha Mathayo mtakatifu mlango wa 24 kuanzia mstari wa 3, inasema ya kwamba hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tena habari ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunashukuru Mungu kwa sababu ile neno ambalo tumesoma. Na hapo tunaona ya kwamba Yesu anaeleza ishara za nyakati za mwisho, na akataja akasema ya kwamba katika nyakati za mwisho kutakuwa na upotovu wa ukweli, na manabii wengi wa uongo watainuka. Akasema ya kwamba kutakuwa na persecution kwa sababu ya jina la Kristo. Akasema ya kwamba kutakuwa na natural calamities, kutakuwa na vita na fununu za vita. Akasema ya kwamba upendo wa wengi utapoa. Hizi ni ishara za nyakati hizi za mwisho,
Yani watu watatoka kwa Mungu na watarudi katika njia zao za uovu. Watu ambao walikuwa wanapenda Mungu, huo upendo utadidimia na utapoa. So haya ni mambo ambayo tunayaona siku ya leo, na ni mambo ambayo tumeyachambua tayari, na leo katika kipindi hiki tuko katika point ambayo niyo ya mwisho ambayo tumekuwa tukichambua katika kipindi kilichopita, na bado tunaendelea na hiyo point hata katika kipindi hiki. Niyo mstari wa 14 ya kwamba and the gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations and then the end will come. Kwa hivyo ishara ambayo Yesu anapeana pale katika kifungu hicho ya mwisho ni ya kwamba injili itahubiriwa, na kile ambacho kinapendeza kwa sana wapenda ni ya kwamba katikati ya mambo haya yote ambayo ametaja kuanzia mstari wa 3, upotovu wa dini na manabii wa uongo na shida za dunia hii, na persecution, katikati ya mambo haya yote maandiko yanatuonyesha kwamba bado injili inasonga mbele. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba tukiwa wadogo ambao ulikuwa unasema iende mbele injili yo, iende mbele. Injili ya Kristo inasonga mbele. Amen. Inasonga mbele katikati ya dhoruba na mawimbi na shida, injili bado inasonga mbele. Glory be to God. Na nashukuru Mungu sana kwa sababu injili haiwezi zuiliwa, haiwezi simamishwa na chochote. Praise the name of the Lord. Amen. Na tunapoangalia mataifa ambayo Kristo anasema injili itatembea, tunaona ya kwamba kuna mataifa ambayo yamekubali injili, yamepokea injili, na kuna mataifa ambayo bado ni kama yako locked, ni kama bado hayajapokea, hayajakubali injili. Na kile ambacho nitakuzuisha sana ni ya kwamba kuna mataifa ambayo yalikuwa yamekubali injili lakini yakakataa ama yakageuka, yakabadilika. Tunaona kuna mataifa ambayo yalikuwa yanatuma wamishonari, kuna mataifa ya wazungu ambayo yalikuwa yanatuma wamishonari, lakini leo hayo mataifa ndio yanahitaji wamishonari kupeleka injili. Kwa nini? Kwa sababu kulitokea upotovu mwingi na watu wakaacha kumwamini Mungu, watu wakamkana Kristo. Kwa hivyo katika program ya Mungu anataka ya kwamba injili ifikie mataifa yote, na tunapoangalia statistics za ulimwengu na vile ambavyo injili imehubiriwa, tunaona ya kwamba kuna vikundi viwili vya watu ambao when it comes to the gospel there are two groups of people. We have what we call the unreached. Kuna kikundi ambacho kinaitwa the unreached na kuna kikundi ambacho kinaitwa the reached. The reached ni watu ambao wamefikiwa na injili, wameisikia, pengine hawajaokoka lakini injili imefika katika maeneo ambayo wako. The gospel has reached in their territory. Kwa hivyo kuna maeneo ambayo injili imepenya, watu wamesikia injili, wakaona access kwa injili, wanaweza sikia neno la Mungu wakitaka, wanaweza okoka wakipenda, kwa sababu the opportunity is there, the gospel is near where they are. But we also have another group of people called the unreached, ambao access ya injili bado haijapatikana kwao. They have not been able to access the gospel, hawajaisikia na hawana opportunity ya kuokoka, hawana opportunity ya kumjua Kristo kwa sababu injili haijapenya kwao. Na statistics zinasema ya kwamba ulimwenguni wale watu ambao wamefikiwa na injili ama maeneo ambayo wamefikiwa na injili ni 75%. So only 75% wamefikiwa na injili. So we have a 25% ambayo bado haijafikiwa na injili. We call them the unreached, watu ambao injili haijawafikia. Kwa hivyo bado kuna kazi ambayo inahitajika kufanyika. So we have 25% ya watu wote duniani ambao hawajafikiwa na injili. That's a big number. Watu ambao hawajafikiwa na injili. Ukijaribu kufanya mahesabu kidogo, wanatuambia kwamba we have 7.2 billion people duniani. Ukijaribu piga mahesabu watu 7.2 billion, ukisema 25% ya hawa watu tunaongea kuhusu karibu 1.8 billion people who have no access to the gospel. Haijawafikia, ambao Kristo anatutegemea tukaweze kuwafikishia injili. Bwana asifiwe sana. But what I thank God ni ya kwamba the gospel is being preached, it is moving forward, na hata katika maeneo haya ambayo ilikuwa haijapenya, the gospel is penetrating na inafikia watu katika jina la Yesu. Kwa hivyo tuna jukumu la kuweza kusimama ili injili iweze kuhubiriwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kuna swali ambalo tumekuwa tukijibu very very important. Hii injili ya Kristo ni injili gani? Ni injili ya nini? Inahusu nini?
what is the gospel of Christ? What is the gospel of the kingdom? What is it about? Hii injili ya Kristo inahusu nini? Tunapoongea kuhusu injili tunamaanisha nini? Hilo jina injili ama ile neno injili linamaanisha good news. Yeah? Kwa hivyo it is the good news of the kingdom, the good news of Jesus Christ. Amen. Na tunaposoma maandiko tunaona ya kwamba injili ya Kristo inaongea kuhusu vile ambavyo Kristo alikufa msalabani na akafufuka kwa ajili yetu. Vile ambavyo Mungu alimtuma Kristo hapa duniani aje afe msalabani, apite mateso na baadaye afufuke kwa ajili yetu. Na tunaona ya kwamba kweli kabisa Kristo alikuja duniani na akatimiza hilo kusudi la Mungu na akafa msalabani na akafufuka. Kwa hivyo leo tunapohubiri kuhusu Kristo tunahubiri nini? Tunahubiri kazi ya msalaba. Tunahubiri kile ambacho Kristo alitutimizia msalabani. Kwa hivyo kufa kwake na kufufuka kwake is very very important, lakini haikomi pale. Lazima tuende tujiulize sasa, tuende hatua nyingine tujiulize, ina maana gani kwetu? What does it mean that Jesus died and rose again? Inamaanisha nini ya kwamba Kristo alikufa na akafufuka? Na nisema ya kwamba kuna utata mkubwa hapo. Yes, hata kwa mambo ya dini. Kuna utata mkubwa pale. Kuna watu ambao wanasema Kristo hakufa msalabani. Kuna watu ambao wanasema hakufufuka. So there's a conflict there. Na hapo ndipo siri ya injili iko, ya kwamba Kristo alikufa msalabani na akafufuka. Ndipo maandiko yanasema kwamba lazima uamini Kristo alikufa na akafufuka. Yes, you must believe that he died and that he rose again. In fact, ukisoma maandiko unaona ya kwamba wakati Kristo alizikwa, maandiko yanasema ya kwamba kuliwekwa maaskari wa kulinda kaburi lake. Na maandiko yanasema kwamba wale wa Wafarisayo waliambia serikali ya kwamba huyu mtu alikuwa anasema atafufuka. Na ili tuzuie kufufuka kwake, kwa sababu inawezekana hata wale wanafunzi wake waje waibe mwili wake na waseme ati alifufuka. Na wakasema ya kwamba hiyo ikifanyika, ya kwamba ati mwili wake hauonekani, ama mwili wake ulitolewa, ama isemekani alifufuka, yani muondoko wa Kristo utakuwa mkubwa sana kuliko mbele, kwa sababu walikuwa wanajaribu kuzima muondoko wa Kristo, kuzima injili alikuwa ameleta. Wakamwambia serikali mambo yatadibika zaidi, so waliweka askari pale, they put guards. Na maandiko yanasema ya kwamba wakati Kristo alifufuka, malaika alikuja, maandiko yanasema kwamba akatoa lile jiwe. Na maandiko yanasema kwamba wale askari ambao walikuwa wamewekwa pale, maandiko yanasema kwamba walikimbia kwa sababu walikutuka ya kwamba mwili wake hauko ndani, Kristo hayuko ndani. Kwa hivyo walikimbia kwenda kupeana habari ya vile ambavyo malaika alikuja akatoa lile jiwe ambalo lilikuwa limefunika kaburi, na wakaona yule malaika. Na maandiko yanatuambia kwamba wakati walipeleka hiyo habari, Wafarisayo wakawahonga, wakawaambia hii maneno msiambie watu. Wakawahonga, wakasema ya kwamba muambie watu ni wale wanafunzi wake walikuja wakaiba mwili wake. Wanaweza asifiwe sana. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kuanzia wakati huu hata leo kuna watu ambao wanapingana na kufufuka kwa Kristo. Lakini nataka niseme kwamba Jesus is not in the grave. Alikufa msalabani, akazikwa na akafufuka. Leo Kristo yuko hai. Amen. Amen. Leo Kristo yuko hai, na yeye kuwa hai ina dhamana gani kwetu? Ina maana gani kwetu? Katika kipindi kilichopita niliongea kuhusu msamaha wa dhambi. Injili ya Kristo number 1 ni injili ya msamaha wa dhambi. It is a gospel of forgiveness. Ni injili ya msamaha wa dhambi, ya kwamba kwa Kristo Yesu sasa tumepata msamaha wa dhambi. Na leo ningependa tuingie katika pointi nyingine ya kwamba kufa na kufuka kwa Kristo kumetutimizia uponyaji wa magonjwa. Maandiko yanasema kwamba Kristo alikufa msalabani, alipitia mateso ili tukaweze kuponywa magonjwa yetu. Kwa hivyo Kristo amefanyika kwetu mponyaji. Amen. Amen. Kifo chake na kufufuka kwake msalabani imetuletea uponyaji wa magonjwa. Let's read Matthew chapter 8 and verse number 17. Hebu tusome Mathayo chapter 8, Matthew chapter 8, Mathayo mlango wa 8 mstari wake wa 17. Inasema nini? Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 8 mstari wa 17, ili itimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema,
mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Amen. Amen. Huu ni wakati ambao Yesu alikuwa ameenda kwa nyumba ya Peter na akapata mother in law alikuwa mgonjwa. Maandiko anasema kwamba wakati alifika pale akamponya. Na sasa maandiko anasema kwamba alimponya ili atimize unabii wa Isaia ya kwamba yeye mwenyewe ametubebea nini? Magonjwa na maradhi yetu. Amebeba magonjwa na maradhi yetu. Katika kitabu cha Petro wa kwanza, 1 Peter chapter 2 and verse number 24. Kwa hivyo injili ya Kristo ni injili ya uponyaji wa magonjwa. Amen. Amen. Ni injili ya uponyaji wa magonjwa. 1 Peter chapter 2 and verse number 24. Neno la Mungu linasema ya kwamba yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Amen. Na kwa kupigwa kwake mliponywa. Amen. Amen. Kwa kupigwa kwake tuliponywa. Amen. Kwa hivyo injili ya Kristo ni injili ya kuponya. Yeah. Amen. Amen. Ndiposa kila wakati tunapotangaza mambo ya Mungu tunakiri uponyaji. Tunatangaza uponyaji. Tunapohubiri injili ya Kristo tunasema kwamba Kristo anaponya magonjwa yote, anaponya maradhi yote. Na nashukuru Mungu kwa sababu kuna hospitali ambayo ukienda wanaandika pale dhahiri kabisa ya kwamba sisi hatuponyi. Tunatibu lakini Mungu anaponya. Huwa napenda sana ikiona hiyo quote ya kwamba we only treat but God heals. Mungu ndiye ambaye anaponya. Bwana Yesu asifiwe. Na nashukuru Mungu kwa sababu tuna shuhuda nyingi sana za watu ambao wameponywa magonjwa yao. Tuna shuhuda nyingi sana za vile ambavyo Mungu ameguza watu akawaondolea maradhi na magonjwa yao, akawaondolea kabisa. Tunaposoma maandiko tunaona watu ambao waliponywa. Kuna nguvu za kuponya wapendwa. Mungu ana uwezo wa kuponya. God can heal sickness. Na mimi ni mshuhuda moja, Bwana Yesu asifiwe sana, ya kwamba Mungu anaweza kuponya magonjwa. Kabla sijaokoka nilikuwa na shida fulani na ilinisumbua kwa miaka kadhaa. Na nikiwa sekondari, nafikiri huo ndio wakati hiyo shida ilianza, na nikawa ninatafuta matibabu na nikawa ni kama sipati suluhisho. Nilikuwa natumia madawa mengi sana, na ilianza tu kama ishara za pneumonia, kifua kufungana, nikawa na shida kubwa sana in my breathing system. Nikawa siwezi kupumua, hata ni shida. Wakati mwingine nakosa hewa. Nikawa kifua changu kinafungana sana. Nikawa nina shida kubwa sana. So it was a big problem for me. Kwa hivyo nikawa natafuta matibabu kila wakati, ni kufungua kifua, kufungua kifua. It was so bad. Kwa hivyo nikawa nimegonjeka kwa muda mrefu na hiyo shida haishi. Na nakumbuka wakati niliokoka bado nilikuwa na hiyo shida. Nilikuwa nimetumia madawa mengi sana. Ilikuwa imefika mahali nikiingia chemist, nilikuwa ninaambia mtu wa mwenye anauza pale, nilikuwa ninamupdate dawa ambazo hana. Za watu ambao wana shida za kifua, watu ambao wana shida za kupumua. So nilikuwa ninaenda kumpea advice because I knew the latest drugs. It was so bad. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu wakati niliokoka nikasikia injili ya uponyaji. Nilisikia injili ya msamaha wa dhambi, nikaokoka. Lakini sasa nikasikia injili ya kupona, ya kwamba Kristo ana uwezo wa kuponya. Nikasema hii shida imenisumbua na nimechoka. Kwa hivyo wakati mmoja tukiwa katika ushirika na watu fulani, ndugu fulani akaongea kwa nguvu sana, akasema Mungu anaweza ponya. Si tumwamini Mungu anaweza ponya. Na hilo jambo likaniguza sana. Imani yangu ikainuka. Kwa hivyo wakati tulitawanyika kwenda maombi, kwa sababu tulikuwa tunakutana mahali tunapokea neno kidogo, kila mtu anachukua nafasi yake ya maombi. Kwa hivyo mahali nilienda kuomba, sikumbuke kitu kingine niliomba siku hiyo. Nilipiga magoti. Nikasema Bwana, nimesikia neno lako kwamba wewe ni mponyaji. Naweza kuponya magonjwa na maradhi yote. Leo ninaomba uniondolee ugonjwa kabisa. Naomba uniguze na uniponye. Wapendwa, hapo nikahisi nguvu za Mungu. Nikiwa tu peke yangu nimepiga magoti. Na Mungu akaniguza pale. Na nikahisi uhakikisho ndani ya moyo wangu ya kwamba Mungu amenisikia na nimepona. Praise the name of the Lord. Amen. Na hakika kutoka siku hiyo, amen, sijarudi katika ugonjwa huo tena. Mambo ya pneumonia ikafika mwisho. Wanaweza fika sana. Mambo ya kuwa na kifua ambacho kinafungana, huwezi ongea, ikafika mwisho. I was totally healed from that day.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi ni ushuhuda kwamba Kristo anaponya. God is a healer. Na hata mimi najua kuna watu ambao wananitazama ambao unasema ndio pastor, I am also a testimony. Amen. Maybe you can write to us, utuandikie ujumbe katika nambari yetu iliyo pale, tuambie Mungu alikuponya kutokana na nini. You have a testimony of how God healed you. You can write to us. Kwa hivyo mimi ninajua kwamba Mungu uponya. Na nimeona watu ambao Mungu amewaponya. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba injili ya Kristo ni injili ya kuponya. Na ni injili ya watu kupona. Kuna watu wanauliza, kwa nini watu tunakaa tukitangaza Mungu anaponya na kuna watu hawaponi? Kuna watu ushangaa, kwa nini mnaongea mambo ya kuponya na kuna watu hawaponi? Kazi yetu wapendwa ni kutangaza injili. Kazi yetu wapendwa ni kukiri imani. Haleluya. Amen. Kazi yetu ni kutangaza neno la Mungu lilivyo, jinsi ile neno liko. Na Mungu ndiye ambaye uponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ni vizuri kujua kwamba injili ya Kristo ni injili ya kuponya. Na usiwe offended, usikwazike. Wakati unaingia kwa ibada unapata mchungaji anaongea mambo ya kuponya, mambo ya uponyaji, na wewe ni mgonjwa na hauponi. Usikwazike, furahia. Pokea hilo tangazo. Pokea hilo neno ya kwamba ndio Mungu ana uwezo wa kuniponya. Jumapili ijayo pengine bado utarudi ukiwa haujapona. Usikie mchungaji amesema Mungu anaponya. Sema amen. Pokea hilo neno kwa furaha. Pokea kwa imani. Glory be to God. Amen. Kwa sababu ni neno la Mungu. Na maandiko yanasema imani huja kwa kusikia na kusikia. The more unasikia kuhusu uponyaji, the more imani yako inajengeka. Nilikuwa nasikia mambo ya uponyaji, lakini siku hiyo nilipata ufunuo kwa njia nyingine. Imani yangu ikainuka sana na nikaamini Mungu kwa sababu ya uponyaji. Kwa hivyo hata wewe siku ya leo mahali ulipo, you can believe God for your healing. Unaweza amini Mungu akuponye magonjwa yako. Praise the name of the Lord. Unaweza amini Mungu akuondolee magonjwa. Na nahisi ya kwamba mahali tulipo sasa, mtumishi, I feel we need to pray for someone that is watching. Unasema wewe ni mgonjwa na unataka kuungana pamoja nasi kwa imani ya kwamba Mungu anaweza kuponya mahali ulipo. Yes. Ya kwamba Mungu anaweza kukuguza mahali ulipo. If you believe that God can heal you where you are right now, kwa nyumba yako Mungu anaweza kukuponya. Pengine una mtu mgonjwa kwa nyumba yako. If you believe God can heal you, I want to make a prayer right now. Ningependa kutangaza uponyaji katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Mahali ulipo, kama unaweza kila mkono mahali ambapo wewe ni mgonjwa, ama uinue tu mkono wako kwa niaba ya mtu mwingine ambaye ni mgonjwa. Acha tuombe pamoja wapendwa. Acha tuamini Mungu katika jina la Yesu Kristo. Leo Baba, tunakushukuru katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu neno lako Bwana linasema ya kwamba injili ya Kristo ni injili ya kuponya, ni injili ya uponyaji wa magonjwa. Leo Bwana, katika jina la Yesu tunatangaza uponyaji in the mighty name of Jesus. Leo natangaza uponyaji kwa mpendwa ambaye anatazama. Ninatangaza uponyaji wa magonjwa na maradhi yote katika jina la Yesu Kristo. I take authority over blood diseases. Natangaza magonjwa ya damu ninayakemea katika jina la Yesu Kristo. Nasema magonjwa yote ya damu yakaweza kuondoka. Natangaza uponyaji wa magonjwa yote ya damu katika jina la Yesu Kristo. Nachukua mamlaka kinyume na magonjwa ya mifupa. Natangaza kwamba magonjwa yote ya mifupa ninawakemea. Ninatangaza uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Nasimama kinyume na magonjwa ya viungo vya mwili. In the mighty name of Jesus, organ diseases, I take authority over you right now and I decree a total healing in the mighty name of Jesus. Kama kuna organ ambazo zina fail, organ ambazo hazifanyi kazi vizuri, I decree a total healing now in the mighty name of Jesus. I take authority over skin diseases. Nachukua mamlaka kinyume na magonjwa ya ngozi katika jina la Yesu Kristo. Natangaza magonjwa ya ngozi yakaondoke. Ninatangaza a total healing in the mighty name of Jesus. Nachukua mamlaka kinyume na magonjwa ya mawazo na magonjwa ya ubongo in the mighty name of Jesus. Mental and brain diseases in the mighty name of Jesus. Ninatangaza uponyaji wa mawazo katika jina la Yesu Kristo. Nakemea maroho na mapepo ya magonjwa, natangaza yaondoke katika jina la Yesu Kristo. Makoze kayanda la bazanda. Kuna mama ambaye akona mtoto ambaye ni mgonjwa. Ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, ni mtoto mdogo ambaye ananyonya. Huyo mtoto ninamtangazia uponyaji in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Makoze kataya leka zakata laba. Natangaza huyo mtoto apone katika jina la Yesu Kristo. Natangaza huo ugonjwa uondoke, ugonjwa wa kifua natangaza uondoke, is a sickness of the chest. Natangaza huo ugonjwa uondoke in the mighty name of Jesus. Mtoto anaponyonya
unasikia ni kama anashindwa, analemewa kwa sababu ya kifua kizito, natangaza huo uzito uondoke in the name of Jesus. Ninakemea huo ugonjwa, natangaza uondoke katika jina la Yesu Kristo. Natangaza huyo mtoto apone, kifua kipone katika jina la Yesu. Huyo mtoto apumue vizuri in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. Makuza kataya leprato zikayanda la bazanda, in the mighty name of Jesus. Pengine uko pale una ugonjwa wa tumbo, natangaza huo ugonjwa ufike mwisho in the mighty name of Jesus. Watu walio na shida za migongo katika jina la Yesu Kristo, yeza kumwa na mgongo, natangaza hiyo shida ifike mwisho. Naachilia nguvu za Mungu katika jina la Yesu. Natangaza uponyaji in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Pengine ulipata ajali na umekuwa na maumivu katika mwili wako, natangaza maumivu yaondoke and I declare total healing in the mighty name of Jesus. Baba, naombea wote ambao ni wagonjwa siku ya leo na wale ambao wanaamini kwa sababu ya wapendwa wao. Tunaachilia nguvu za uponyaji siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza nguvu za Kristo zikatembee na kunena na kuachilia uponyaji katika maisha ya kila mmoja. I thank you Lord because I believe you have done it. In Jesus name I do pray. Amen. Mungu akubariki sana. God bless you. Kumbuka injili ya Kristo ni injili ya uponyaji. Haleluya. Na ninajua ya kwamba mpenzi mtazamaji umeweza kupokea uponyaji wako ambao ninajua kwamba umekujia mahali ambapo ulipo, na ninashukuru ya kwamba mchungaji Philip Mulinge amezidi kuomba ni kwa ajili ya mahitaji mbalimbali ambayo tuko nayo, na ninajua ya kwamba kipindi hiki kimezidi kuwa baraka katika maisha yako. Hadi wakati mwingine, Mungu awabariki.